lengo ni kushinda na kusonga mbele katika hatua ya makundi. Hata rafiki yangu Popa tukulia sio kwa bahati mbaya, analia kwa sababu amefuzu kwenda katika hatua ya makundi. Kwa sababu imekuwa ni mechi ya malengo, na ipongeza Young Africans katika hiki ambacho wamekifanya leo cha kuweza kupata matokeo ya ushindi na kusonga mbele. Ndio maana halisi ya timu kubwa sio kuondoka katika mashindano, ila ni kusonga mbele kwenye hatua kama hizi. At least ukatoke kwenye hatua ya makundi mbeleni au robo finali, lakini sio katika raundi hii. Ingekuwa ni aibu kubwa, kwa sababu hata president wa Young Africans aliweka bayana kwamba malengo yao ni kuweza kufika katika hatua ya makundi. Kwa hiyo Young Africans katika plani ambayo walikuwa nayo, target ya kwanza wameweza kufanikiwa kuweza kuingia katika hatua ya makundi. Licha ya kuwa mechi haijawa bora sana kwa wachezaji wa Yanga kuwafurahisha zaidi washabiki wao, lakini ukweli usiopingika, jambo la msingi ni kuweza kupata matokeo ya ushindi na kuweza kuondoka na alama 3 na kwenda katika hatua ya makundi. Ukweli ni kwamba kocha ambaye amekaimu leo kuna kitu fulani amekitengeneza kama mabadiliko fulani, lakini kipi hicho Chuma? Lakini ukiangalia hata lineup ambayo ameitoa leo ni tofauti na lineup ya kocha Romain Folz, kocha ambaye hana bandama ndio maana acheki. Wanapata vizuri Kwa hiyo utakuja kuona kwamba mabadiliko ambayo kocha ameyafanya leo hii kwenye kikosi yanathibitisha kwamba kwenye benchi la ufundi kuna kocha mwingine. Licha ya kuwa bado Young Africans, ukweli usiopingika, ili inabidi lisemwe ili Young Africans waweze kubadilika. Kwenye usajili ambao wameufanya kunako dirisha kubwa, bado ukiutazama kuna changamoto kubwa zaidi. Ni ngumu kuona namba 10 aliyoondoka na namba 10 ambaye yupo anajitambulisha vipi kiwanjani. Dombia ukimtazama hata kama akicheza namba 8 au namba 10, sometimes unaweza usimuone kiwanjani. Sasa ni kosa kubwa sana kama unacheza namba 8 au unacheza namba 10, ni changamoto. Ilikuwa ni rahisi sana kumuona Stefan Aziz Ki akicheza namba 10, anathibitisha yeye yuko uwanjani. Timu kama haina mpira unamuona anahusika kwenye kukaba. Timu kama imepata pigo huru, unajua kabisa mpigaji ni nani. Lakini kwa hivi sasa Young Africans kwa asilimia kubwa hata wapiga set play kidogo imekuwa ni changamoto. Nini manake? Young Africans inapaswa kufanya maboresho mengine haraka iwezekanavyo kwa hivi sasa. Kupata wachezaji ambao watakuwa na sifa ya kucheza namba 8, kupata wachezaji ambao watakuwa na sifa ya kucheza namba 10. Kwa maana ya kwamba wawe wana uwezo wa kukuofa katika kila eneo. Lakini vinginevyo kuingia hatua ya makundi, sawa, Young Africans imefanikiwa. Lakini bado wengine bado hawajaklik. Maana yupo Kouma ambaye hajapata sana nafasi, Dombia kama hivyo ameanza kwenye michezo kadhaa, ina maana hajafikia ile standard ambayo unaiona kama ya namba 10 ambavyo unatarajia labda ya Aziz. Nadhani kila mmoja anaona mchezaji ambapo anapokuwa amekuja kwenye kikosi, kama hana nafasi manake ameshindwa kudhibitisha alichokuwa nacho. Inawezekana adaptation, lakini sitaki kuliamini sana. Aziz wakati anakuja naye alianza kwa kudemadema, lakini alionekana kwamba yuko kiwanjani. Mechi za dabi zilimtambulisha kwa kiwango kikubwa sana. Wanipata vizuri? Kwa hiyo kama ni hivyo, ni kwamba hawa wachezaji licha kuwa time wanaweza kupatiwa wakina Bala Conte, sio wachezaji wabaya, lakini bado wana deni kwa wanayanga. Bala Conte, Kouma, Dombia wana deni kubwa sana kwa wanayanga, mpaka Boyeli. Lakini kuhusiana Prince Dube, mimi ni moja kati ya watu ambao hata wakati ambao msimu unaanza sikuwahi kutokea kumkubali Dube. Huo ndio uhalisia. Rasmi chuma cha Mjerumani, Dube hata kama akiona klipu hii, Dube hana sifa ya kucheza Yanga. Tangazo la taifa. Dube hana hadhi ya kucheza Yanga Afrika. Kwa nini? Kwa sababu kama uongozi wa Yanga itawapendeza, wana kila sababu ya kumkata hata mshahara mwezi huu. Chuma unasema? Kama uongozi wa Yanga itawapendeza, wana kila sababu ya kumnyoa mshahara mwezi huu. Uwezi ukawa na striker katika mashindano ya kimataifa makubwa kama haya, nafasi 6 unakosa zote. Huyu alitengenezewa nafasi 6 na Mohamed Dombia kwenye mechi ya Angola, kapata nafasi 1. Uwezo kana mshambuliaji ni level ya kawaida kabisa. Prince Dube Young Africans imempalia. Na nishasema siku nyingi, Young Africans sio Azam FC. Kwamba hata usiposhinda hakuna naye kuhoji. Hakuna. Ndio maana juzi jana ameshinda kwenye timu mbovu mpaka watu wanalia.
yani timu ambayo iko ICU unalia. Ukicheza na Barekane ukishinda wewe utazimia wewe. Unaelewa vizuri? Haiwezekani. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba Dube ni mchezaji wa Yanga, lakini kwa sasa naona kabisa uongozi wa Yanga uanze kufikiria huyu mchezaji hapaswi kubaki Yanga Africans msimu ujao. Maana yake awapishe Yanga Africans. Yes. Kwa sababu ninachokisema hata mwana Yanga ambaye amekuja uwanjani ameona the way ambavyo goli kwenye 6 box anakosa. Haiwezekani. Nafasi ambazo umezipata kwa Silver Strike uwezi kuzipata kwa Orlando, uwezi kuzipata kwa Mamelodi Sundowns. Sometimes inabidi tuambie watu ukweli ili uelewe. Unaelewa vizuri? Dube hana hadhi ya kucheza Yanga Africans. Huo ndio ukweli na viongozi ile walipokea. Tupo watu wengine kwa ajili ya kuambia ukweli, kuwakumbusha. Inawezekana kuna mahali walikosea, wakaona Dube ni mali. Lakini ukweli sio pingika. Dube hadhi yake KMC huko akacheza. Ndio walisia. Lakini kukosea ni sehemu ya mchezo. Kwa sababu ukiangalia hii ni mechi ya pili. Si ndio? Yaani kama Dube angekuwa ni clinical finisher leo hii, tulikuwa tunazungumza Dube ndiye top scorer wa ligi ya mabingwa mpaka hivi sasa. Imagine angepata goli 6 Angola, angeshinda goli 4 za leo, ngapi huko? 10 hizo. Nani anamfikia hapo? Maana yake angekwenda kuweka rekodi. Umemwona Fiston Kalala Mayele? Bado pengo la Fiston Kalala Mayele Yanga Africans lipo linawatesa. Huo ndio kweli. Lazima mtaje. Lazima. Yaani lile bundi la Mayele liko pale. Unajua kipindi ambacho Mayele yupo ulikuwa unacheza na Yanga alafu unacheza na Mayele. Ndiye mshambuliaji wa kwanza, achana wote ambao pita si Bugalu, si Boko, si nani, wale wote mpeche kina MK14 wa kawaida. Lakini mwamba anaitwa Fiston Kalala Mayele kakichafua ndani ya Tanzania. Huyu ameimbisha mashena wachungaji kutetema makanisani. Kaondoka. Alipoondoka kaenda ligi ya kwanza barani Afrika, top scorer na top scorer ligi ya mabingwa barani Afrika. Amemfikia Boko anamfikia? Mugala anamfikia? MK14 manake Fiston Kalala Mayele. Yule ni Mwalimu Nyerere wa matop scorer wote nchi. Unabisha basi? Anakuchosha kabisa. Nani huyo? Mayele. Mayele ni choshi, Mayele anifurahisha kwa kazi anayoifanya. Sifa ya striker sio kusimama kama msumari wa kenchi. Maana ukimwangalia Dube the way anavyokimbia, hana pressing nzuri kuwafanya defenders wasiwe na uhuru. Yaani anakimbia chini kama kuna mbigili. Haiwezekani. Unaipata na alisema hili very clear. Lazima Dube abadilike. Ili tusiyaseme haya awe na score. Huu sio muda wa kusema kwamba eti mimi nashukuru Alikamwe kanisupport. Wewe sikiliza wewe. Akusupport ili weje? Tumeleta mpaka mastreka ambao wameombewa nchi wamedunda, lakini Mayele yule kaondoka zake. Haiwezekani. Lazima Yanga Africans dirisha dogo. Na niwaambie leo kweli. Yanga kuifunga Simba Disemba. Kazini kuna kazi. Timu kuelekea mchezo au kipindi cha kwanza katika mchezo huu mpaka kipindi cha pili. Approach ilikuwa nzuri na ndio maana wamepata ushindi. Usione zile goli mbili kwa ni ndogo. Klabu bingwa goli mbili nyingi kweli. Na ili ujue hilo, uingie klabu bingwa ndio utajua. Usione hivi mpaka dakika za mwisho wameishia mbili. Sasa kuna watu ambao sio watu wa mpira wanategemea Yanga labda ashinde goli 5 6. Hii sio shirikisho, ni klabu bingwa, ni bingwa wa nchi. Kwa hiyo kupata magoli au mawili ni kumshukuru Mungu na maisha yanaendelea tena. Mashabiki wamejitokeza kwa wingi sana hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Unawaambia nini au mashabiki ambao wamejitokeza kwa wingi kuipa support timu yao ya Young Africans? Lazima waendelee kuipa support kwa sababu si ndio timu yao. Hii ni timu yao. Kwa hiyo lazima waendelee kuipa support. Ila tu mimi narudia tena, klabu bingwa si nyepesi. Hata umeona mechi ya kesho, wewe unaweza kucheza nyepesi. Nimekupa mechi ya FC Lipopo ya leo na Orlando. 3-3 jana nani Kongo South Africa 3-3. Ametolewa kwa penalty. Umeelewa? Nyumbani katolewa. Kwa hiyo klabu bingwa hakuna magoli mengi wala mepesi. Klabu bingwa mechi zote ni ngumu. Kwa hiyo siku ya leo kwa sababu Yanga wameshinda, wajipongeze na wasichukulie kama ni ushindi mdogo. Ni mshindi mkubwa kwa mechi za klabu bingwa barani Afrika. Hatimaye sasa klabu 3 kutokea Tanzania zimeweza kushiriki au kutinga hatua ya group stage, klabu bingwa lakini pia na shirikisho. Unazungumziaje klabu nyingine ambazo pia zimetinga hatua hiyo na leo ukiunganisha na klabu ya Yanga? Kwa kama wewe ni Mtanzania, yani unazungumziaje kwa utanzania wako kwa klabu hizi? Sio Tanzania, yani iko hivi. Mpira wetu kidogo umesogea. Tofauti na hapo mwanzo. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kuingiza timu za klabu bingwa 2 na timu za shirikisho 2. Ni hatua kubwa sana. Hatua hii utakuja kuiona kipindi ambacho renki zinapanda za kinchi na za klabu. Hii ni level kubwa sana, haijawahi kutokea kuingiza timu 4
kwa mara moja. Tunasubiria Singida baadaye, nategemea nao watafanyaje, watavuka kuingiza timu 4. Ngoja nikueleze kitu, kuna vitu hajajua. Hii ya Simba na Yanga kusababisha mmoja asiende ndio kunasababisha nyinyi wenyewe msiendelee. Bado hujanielewa. Yaani kumwekea fitina mwenzako asiende ili wewe uende, hamwezi kuendelea, mnazidi kurudi nyuma kila siku. Issue nzima mechi za kimataifa mnakuwa kitu hiki kimoja. And then baada za ligi ndio tunabaguana. Sasa kwa mtu mwingine ajui yeye kwa sababu ni timu fulani yeye anaichukia tu bila sababu. Huo sio mpira sasa. Hizo ni chuki ambazo sio za kimpira. Hizo ni chuki ambazo mpira kwenye meza ya kimataifa mnakuwa kitu hiki. Ukienda Egypt, ukienda Morocco, ukienda Tunisia ndio maisha yao. Kwenye ligi lazima mbaguane kwa sababu kila mtu ana timu yake. Lakini mataifa hapa kinachosemwa hapo timu ya Tanzania imetolewa. Umeelewa? Sio kwamba ni timu ya Yanga imetolewa. Timu ya Tanzania imetolewa. Au Simba ya Tanzania ifanyaje? Imetolewa. Mimi nimekuja na jambo jipya, nataka niwaunganishe watu na watu wataka kitu hiki kimoja kwenye mechi ya kimataifa. Ndio nimeanza na mwendo wangu utakuwa mzuri na hakuna mtu ambaye atazuia na utakaa sawa. Kwenye mechi ya kimataifa tutakaa sawa na nitawaunganisha tu. Watanzania wote watakuwa kitu hiki kwenye mechi ya kimataifa. Kwenye ligi wataendelea na maisha yao kama kawaida. Kwa sababu leo uwezo kusema unazuia Yanga isiende, unafaidika na nini? Umeelewa? Au unazuia Simba isiende mechi za kimataifa unafaidika na nini? Ule unaitwa ushamba na kutojua mpira. Asante sana. Hiyo inaitwa ushamba na kutojua mpira. Yeah. Asante sana na Mungu awabariki sana. Amina, asante sana.